Kwa upande wa Simba sababu zao zinaonekana hazikufua dafu. Hazikufua dafu kwa sababu pia kuna kitu hakikwenda sawa sawa kwa upande wao. Ndio. Kwenye ile rhythm yao ya uchezaji. Kwanza shape ya timu ilivunjika ama ilipungua kasi kwa sababu ya matukio ambayo yalikuwa ya lazima na mengine hayakuwa ya lazima. Changamoto ya kwanza anatoka Nangu ambaye muda mwingi pia alikuwa na support shape ya kiulinzi kushoto. Muda ambao Kibabage anakuwa yuko juu, muda ambao Setaura ameingia kwenye box la timu pinzani. Ilikuwa inasaidia kupunguza umbali wa kukimbia Kibabage ama kumkimbiza mchezaji wa timu pinzani upande wa kulia ambao ni kushoto kwa Simba wakati wao wanashambulia. Na mara kadhaa alikuwa pia kuna muda hata alikuwa anachelewa kurudi, lakini vile ilikuwa inapunguza hatari nyingi sana upande wa kushoto. Alivyotoka yeye kwenye shambulizi ambalo lilitaka kuzalisha hatari kubwa, ilianzia hapo kwa maana ya ile hali ya maelewano baina ya Ture pamoja na Rushin Deriak, ama uzito wake aliokuwa nao japo inaonekana kuwa na vitu vingi sana kwenye miguu yake. Lakini pia changamoto ya pili ikaja kwenye mazingira hayo ya kutoka kwa Nangu. Muda mwingi Alassane Kante akalazimika kurudi chini katika kipindi ambacho Yusuf Kagoma alitoka. Kabla ya kipindi cha pili kuanza, changamoto ya Simba ilionekana ni Alassane Kante mechi kwake kuwa ngumu. Amefanya matukio mengi sana ya kinidhamu ambao mwamuzi hakutaka kuichukulia moja kwa moja kwamba kwenye adhabu, lakini alifanya matukio mengi sana ambayo alimfanya angekuwa mwamuzi mwingine aidha angemwonyesha kadi mbili za manjano ama tayari angekuwa na kadi, lakini mpaka ule muda ulikuwa uone kama ana kadi, anaweza kupata kadi yote, lakini alikuwa amesha kuchoka. Sisi tulikuwa tunategemea, hata kwenye meza tulijadili hapa off mic kwamba atakaporudi kocha wa Simba amtoe Alassane Kante amuingize Nabi Kamara ili Kagoma aendelee na shughuli ambayo alikuwa anafanya, alafu majukumu ya Kante afanywe na Nabi. Isivyo bahati Kagoma anaumia, anatoka Kagoma anaingia Nabi, anabakia mchezaji ambaye tayari alikuwa ameshaonyesha kuchoka. Kwa changamoto ya Simba ikawa hapo tena katika eneo la katikati ya uwanja kwamba wakati Kante ameshapoteza ile nguvu ya kujituma kiwanjani, aliyeingia karakta zake yeye ni kutembea muda mwingi. Kante naye pia alikuwa anatembea muda mwingi. Kante alikuwa anamuona anakaribia ile nusu mwezi wa upande wa pili wa timu pinzani badala ya kuwa chini. Nabi naye pia alikuwa anatembea, ndio maana hata kwenye pasi ambazo wapinzani wa Simba kwa maana Esperance wamepiga nalo katikati ya uwanja zilikuwa zinaonana, na muda mwingi hata mwamuzi alikuwa anaupisha mpira ili uende kwa mchezaji ambaye anatakiwa kupokea pasi. Kwa changamoto ya pili ilikuwa hapo kwenye mabadiliko ya lazima ambayo yalifanyika hasa eneo la katikati ya uwanja, akiondoa yale mabadiliko ya Nangu kutoka katika eneo la ulinzi. Maana alipata jeraha. Yes, changamoto nyingine ikaja wachezaji ambao wameingia kwa upande wa Simba eneo la juu. Aliingia Elie Mpanzu akatoka Libase Geye. Na Libase Geye alionekana kukosa huduma katika mazingira ambayo sababu ambayo pia ilifanyika kwa upande wa Esperance, ambapo Shomari Kapombe muda mwingi ambaye alikuwa anaonekana kwenye box la timu pinzani anakosa nidhamu ya kiulinzi, naye pia ikawa hata kuvusha mpira ama kuonana kirahisi na Libase ikawa ngumu. Libase kipindi cha kwanza wakati kinaelekea ukingoni alisogea mpaka eneo la katikati ya uwanja. Lengo ni kuendelea kulainisha kwamba zipige zile pasi za wantu na mazingira mengine. Kipindi cha pili waliporudi hawakurudi vile. Simba hakupata ile nafasi kutokana na mpangilio mzuri pia wa kiulinzi ambao ulikuwa kwa upande wa timu pinzani. Likawa tatizo lingine kwa maana ya ule upande ambao ulikuwa na nguvu upande wa kulia kwa juu ambako alikuwa anacheza Libase Geye, nao pia ukawa haufanyi vizuri kiasi ambacho akawa haonekani mpaka sababu inakwenda kufanyika. Aliyeingia Elie Mpanzu alivyoanza alianzia yuko chini zaidi, lakini pia haikuwa bora. Kuna muda unaona alijaribu kuingia katikati, Chama akasogea pembeni kushoto, pia haikuwa imefua dafu. Akajaribu kusogea eneo la juu katikati, pia haikuwa nzuri. Kibu Dennis ambaye Amini akaingia Selemani Mwalimu kwenye mazingira ya kwamba Simba wapige pasi ndani ya box ambapo labda watampata mshambuliaji wa mwisho ambaye amemuingiza sasa kama ndio mchezaji ambaye neno lake ambaye anacheza kwa maana ya Mwalimu. Yeye mwenyewe akawa anatoka. Yeye pia akawa anatoka. Kutoka kwake kukawa kumeondoa ile pressure ya timu pinzani kwamba sasa kuna striker kumchunga kwenye box. Maana yake ni kwamba Simba inaonekana na watu wengi juu,
lakini wanaishia kupiga pasi, hawaoneshi movement za hatari katika hilo eneo, ambapo sasa wakawa wakipigiwa counter inatokea mazingira ya wawili dhidi ya wawili, wawili dhidi ya mmoja au watatu dhidi ya wawili. Yes, watatu dhidi ya wawili, ambapo sasa ilikuwa inahitaji mchezaji awe na kasi lakini pia timing nzuri, ambako Rushin Deriak amefanya hivyo. Isivyo bahati Rushin alivyoingia Ture akapunguza kabla akaingia uoga kwamba huyu aliyeingia hana hiyo kasi ama hana hiyo fitness ya kutosha, tunafanyaje hapo? Maana naye pia kuna kitu kikaja kikapungua. Kwa hiyo Simba wakajikuta ni kwamba juu kwa rest defense yao wana walinzi wawili sawa, lakini huyu mmoja anacheza kwa timing kwamba mechi ya pressure, lakini ndio mechi yake ya kwanza. Huyu mwingine akiondoka naye atakava hiyo nafasi. Ikawa ndio changamoto, na ndio maana kwenye goli la kwanza la Esperance eneo ambalo limezalisha tatizo ni Alassane Kante wakati wanapeana mpira wakati timu inaanzisha shambulizi. FM kutoka Dar es Salaam.